Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu mnono ambao hatujapata kwa muda mrefu, ushindi wa namna hii. Tarehe 3 ya mwezi wa 5 tulikusudia kupata ushindi kama huu wa magoli 4 kwa bila, lakini mipango ilikataa, tukaishia goli 2. Kwa hiyo tumekuja kupractice hii leo na goli 4 zimekubali. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, kwa mpira mzuri ambao wameucheza hii leo, na hatimaye tumefanikiwa kupata magoli mengi, ushindi mnono. Wanasimba wanafurahi, wanasimba wanazidi kuenjoy, na timu yetu inazidi kuimarika na kuwa bora siku hadi siku. Kwamba hii ndio siri ya kurudi hapa. No, kurudi hapa kuna sababu zake, lakini kwa ubora wa timu yetu tunaweza tukamfunga yoyote katika uwanja wowote magoli 4. Na ukiwaangalia Tanzania Prison pamoja na uzoefu wao waliokuwa nao, lakini popote pale ambapo tungecheza nao tungeweza kuwafunga magoli kama haya, kutokana na namna ambavyo timu yetu imekuwa bora sana kwa siku za hivi karibuni. Mechi ya kwanza tu kama viongozi mnatia tiki kwamba tumefanya maamuzi sahihi kuja kwenye uwanja wa KMC. Yeah, of course. Kwanza si ajabu sisi kuhamia uwanja wa KMC ama kuutumia, tutumie neno kuutumia uwanja wa KMC. Kanuni zinaturuhusu kuchagua viwanja ama kuhamisha mechi zetu kwenda viwanja vingine kwa mujibu wa kanuni, na tumehamia hapa KMC na tumepata ushindi huu mnono. Hata kama tungeamua kubaki Meja Jenerali Samuyo, bado tuna uwezo wa kupata ushindi mnono katika mchezo huo. Nadhani mtanisaidia waandishi, na nadhani Chama ndo anakuwa mchezaji wa kwanza kupata tuzo katika mechi 3 mtawalia. Nadhani sidhani kama kuna mchezaji yoyote katika ligi kuu ya NBC amewahi kuchukua tuzo ya mchezaji bora katika mechi 3 mtawalia. Wapo waliochukua mara 3, lakini sio mfululizo. Amechukua Januari, amechukua Mei, alichukua Disemba, lakini kwa Chama imekuwa mechi 3 mfululizo. Mechi ya Yanga alichukua man of the match. Mechi iliyopita ilikuwa nani wale? JKT naye akachukua man of the match, na leo hii tena anachukua man of the match. Hii haiji kwa bahati mbaya. Ukiona mchezaji anakuwa na consistency ya namna hiyo, inaonyesha ana ubora mkubwa kiasi kwake, na amechukua man of the match kwenye mechi crucial, kwenye mechi kubwa na kwenye mechi ngumu. Amechukua dhidi ya Yanga, mechi ngumu, mechi kubwa. Amechukua dhidi ya JKT, mechi ngumu, mechi kubwa. Anachukua hii leo dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo hiyo sio bahatisha ndoruti, ni dhahiri shahiri ya kwamba ana uwezo mkubwa na kiwango chake kinazidi kuimarika na kuboreka kila siku. Ndio maana ana uwezo wa kufanya maajabu ya namna hii katika mechi 3 mtawalia. Na kitendo cha kuwa mchezaji wa kwanza na mchezaji pekee kuchukua tuzo ya mchezaji bora mara 3 mfululizo ni dhahiri shahiri ya kwamba the guy is exceptional. The guy ana utofauti wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Hafananishwi na halingani na mtu yoyote yule, kwa sababu aliyoyafanya hakuna ambaye amewahi kufanya na hakuna ambaye anaweza kufanya. Mwamba Rusaka. Mjadala mkubwa baada ya kutoa tuzo Simba ya klabu bora, mjadala umehamia kwamba misimu zaidi ya 3 ama 4 hamjachukua chochote. Yanga Afrika amekuwa kitawala soka na tuzo mnapewa nyinyi. Kwanza furaha yenu kupata tuzo hiyo, na mijadala kama hii unaiona na nini cha kusema? Kwanza tunawashukuru Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kuendesha tuzo zile, na kila ambaye anastahili amepata tuzo yake. Tuzo maana yake ni kwamba unawatambua wale ambao wamefanya kazi husika katika kipindi husika, na tuzo wamepata wale ambao wanastahili kwa namna moja ama nyingine. Simba Sports Club tuliingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo hii na klabu ya mpira wa kikapu ya Dar City, na tumefanikiwa sisi
kuchaguliwa kuwa klabu bora nchini Tanzania. Tunawapongeza wadau wote wa Simba Sports Club, na maanisha viongozi wa Simba kuanzia kwa rais wa klabu Mohamed Dewji, mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Crescentus Magori, wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi kwa kazi kubwa ya kuitengeneza na kuifanya Simba kufikia mafanikio haya ya kuwa klabu bora nchini Tanzania. Lakini kubwa kabisa ni wale watendaji, kwa maana benchi la ufundi, wachezaji waliokuwepo ambao wameondoka, pamoja na mashabiki wote, kwa pamoja tumefanya kazi ya muunganiko na hatimaye tukafikia mafanikio ya kuwa klabu bora nchini Tanzania. Sisi kwetu hili ni jambo kubwa sana, ni jambo la kipekee kuwa recognized na taasisi ya serikali ya kwamba Simba ndiyo timu bora. Kwetu ni jambo la faraja na ni jambo la furaha kweli kweli, na tuna kila sababu ya kujivuna na kutamba kwa tuzo hili. Kama kuna mtu yoyote hajaridhika na mafanikio haya Simba Sports Club, asitumie muda mwingi kulumbana na Simba. Sisi hatujaiomba hiyo tuzo wala hatujapigiwa kura. Sisi tumestahili kwa mafanikio yanayoonekana. Kwa hiyo na mtu asione wivu. Na wewe boresha taasisi yako, boresha klabu yako, fanya kama tunavyofanya Simba, na wewe utapata hii tuzo. Na hii tuzo iko very clear. Tuzo hii haiangalii mafanikio ya ndani, yaani huku ndani wewe kukuruka unakoweza kukuruka, huku ndani wewe shinda unachoweza kushinda, lakini tuzo hii kigezo chake ni kimoja tu, na tena ni chepesi kweli kweli: umefanya nini katika ngazi ya kimataifa. Ndiyo vigezo na masharti ya hii tuzo. Kwa kabla hujapiga kelele, kabla haujapayuka, jiulize kwa mwaka husika kimataifa umefanya kitu gani? Kusanya vikombe vya humu ndani vijaza hakikufanyi wewe kuwa bora kwa mujibu wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. BMT wanaangalia kimataifa umefanya kitu, na hii hahitaji ramli. Ndugu zanguni, Simba tumekuwa klabu bora Tanzania kwa sababu tumecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa wala una haja wewe nimechukua kombe gani, nimechukua kombe gani, hivyo sio vigezo. Sasa ustake wewe upewe hiyo tuzo wakati wenye tuzo zenyewe wameweka vigezo. Kama unataka anzisha tuzo yako, weka vigezo vyako unavyovitaka wewe, alafu nenda kashinde. Lakini tuzo ya BMT ina standard yake, ina vigezo vyake. Na kwa nini BMT wameweka hivi? Nafikiri nini? Kwa sababu kwenye levu ya kimataifa ndipo unapata ushindani halisi. Kwenye levu ya kimataifa ndiko unapata kipimo halisi. Kwenye levu ya kimataifa ndiyo maji na mafuta yanajitenga kwenye levu ya kimataifa. Ndio maana BMT wakaona bora waweke hicho kuwa ndiyo kigezo. Wangesema waweke vigezo vya ndani huko. Kwa mfano kwenye riadha, kuna riadha ngapi? Kuna riadha kibao, sijui Tabata Marathon, Goba Marathon, Selu Marathon, sijui NBC Marathon, sijui nini Marathon. Zote hizo zina washindi. Kwa hao wote huko waje wawanie tuzo, itakuwa ni vurumai. Ngumi watu wanapigana kila siku. Ukienda DDC Keko kuna ngumi, ukienda DC sijui wapi kuna ngumi, ukienda sijui Friends Corner kuna ngumi. Sasa hao wote hao waje wagombanie tuzo, inakuwa ni changamoto. Lakini ukija kwenye mpira wa miguu hapa ndani, ushindani mkubwa upo, lakini haupati ile ladha halisi ya kumpa mtu tuzo, sababu kuna watu wengine wanatia mashaka. Kwa mfano msimu huu tu timu inachukua ubingwa kwa mfano, lakini ukiangalia orodha ya waamuzi ambao wamefungiwa kwa sababu ya kuipendelea hiyo timu ni wengi. Sasa unachukuaje hicho kigezo cha kumfanya huyu kuwa klabu bora Tanzania? Sijui umeelewa? Bado hapo hujakuja kuangalia wakina Singida, sijui wakina Pamba, sijui wakina nani. Kwa BMT wanaona hii haiwezi kuwa nini? Haiwezi kuwa kipimo. Kipimo ni kwenye international level, ambao Simba kwenye international level wamefanya vizuri kwa mwaka husika. Mimi nakwambia msimu unaokuja wa tuzo hii, sio Simba, sio Yanga, sio Singida, sio Azam, wote hatustahili kupata hii tuzo, kwa sababu
hatujafanya vizuri kwenye ngazi ya kimataifa. Kwa hiyo msimu ujao wote hatumo. Lakini Yanga amepata 8. Umeishia group stage. Haya, Azam ana alama 9, lakini umeishia group stage. Umeishia msimu unaokuja. Klabu inayostahili kushinda ni Dar City ya kikapu, ambayo mpaka sasa Dar City imeshafuzu kucheza fainali ya ligi ya kikapu Afrika. Kwa mpaka sasa unaona kabisa msimu unaokuja sio sisi, sio wale, hatustahili ile tuzo. Anaostahili ni Dar City. Na mimi ni waombe BM Team wasilegeze masharti yao, kwa sababu kuna makelele ya watu wanapiga hapa mwakani wakataka kubalance. Anastahili kupewa. Msimu unaokuja sisi wote hatustahili, kwa sababu kwenye level ya kimataifa tumeishia hatua ya makundi, lakini kuna klabu imefanya vizuri ya Dar City, anastahili huyo kupewa. Swali jingine, Chama mshampa Kabila, mshamtafutia Chama nimeambiwa Njombe kuna kinachota wengi, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwao ikawa ni Njombe. Okay. Shukrani. Mmeridhika? Leta swali jingine, leta swali. Bado nina shauku kubwa. Leta swali. Goli bora na wewe? Kwenye uwanja huu. Sema mkija hapa ndio mwanzo wa kukimbia ubingwa wenu. Kwanza lazima ieleweke wazi. Sisi mpaka sasa Simba Sports Club tumesharidhika sana na timu yetu. Tunachoangalia ni improvement ya timu yetu, na timu yetu bila shaka ime improve pakubwa sana. Hiyo peke yake sisi ni ubingwa wetu mkubwa na unaturidhisha pakubwa sana kwa maendeleo haya. Leo hii unaona timu inaanza, alafu kwenye warm up ananyanyuka Mpanzu, ananyanyuka Loemba, ananyanyuka Oura. Unaona kabisa kuna hatari kubwa na Prison tumewafunga kwa hofu, tunajua sababu dakika 20 ilikuwa bila, wakati ile bila ikabidi Steven Becker anyanyue hao watu, sio kama walikuwa wanaingia. Ni kuwatisha tu Prison ya kwamba kuna maafa, kumbe anakuja, bora tufungwe. So unaonaga Korea Kusini huwa anatoa vifaru vyake anazungusha tu, wow! Ndicho ambacho amekifanya leo. Kwa hiyo sisi tumeridhika na timu yetu, tunaendelea kuiboresha kidogo kidogo, na tunaamini msimu huu hata kama tutamaliza patupu kwenye ligi kuu ya NBC, lakini tuna ujasiri ya kusema kwamba tuna timu ya kwenda kushindana vilivyo msimu unaokuja. Sawa. Semaji, unaweza ukalizungumzia hili kama tutawiwa ili swala la kwanza goli la Chama ambalo amelifunga hii leo. Kwanza tuombe radhi FIFA. Tayari walikuwa wameshaanza mchakato wa kulichukua goli letu na kuliingiza kwenye kinyang'anyiro cha goli bora la dunia la mwaka 2026. Tunawaomba wasubiri kidogo, kwa sababu kuna goli jingine zuri limefungwa leo na yule Mwamba Lusaka. Sasa wasiwe na haraka ya kufanya maamuzi, watakosa vitu vizuri. Mengi mazuri anakuja, na Chama ameamua kufanya huo ubaya. Kwa hiyo leo tena leo amefunga goli jingine zuri. Kipa alikuja akaichop ikaingia kunyavu. Magoli kama yale yanafungwa na wataalamu tu pekee, magoli kama yale alafu nimeanza kuona wanamlinganisha Chama na katoto kao. Ukiwa hauna UCI sugu. Ananyinyi mmeona sasa, mbona mniulizi? Ninyi waandishi mkoje mniulizi maswali kama hayo? Mbona mniulizi hilo swali mpaka nimetengeneza mwenyewe? Mnanichelewesha swali hilo. Kwamba haistahili kufananishwa naye. Wanamlinganisha na kumfananisha Okello na Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Kwanza inaruhusiwa kumfananisha Okello na Chama, inaruhusiwa, lakini kumfananisha Chama na Okello, hiyo ndio dhambi kubwa, na adhabu yake ni kunyongwa, tena hadharani, na mwili wako unatakiwa uburuzwe barabarani jiji zima la Dar es Salaam, kisha ukatupwe kwenye asidi.
usibaki hata ushahidi. Kumfananisha Chama na Okello, kuna tofauti gani hapo kufananisha a Okello? very good question Jadu. Kumfananisha Okello na Chama ni kujitamanisha, ni kumtamanisha mchezaji wenu ya kwamba anafanana na Chama. That's allowed kabisa. Yani hiyo inaruhusiwa bila mashaka yote. Yani kujilinganisha, kujifananisha, kutamani kile kiwango cha Chama, unaruhusiwa, hiyo haina mashaka hata kidogo, kwa sababu Chama ndiyo standard ya mpira wa Tanzania. Chama ndiyo climax ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kila mtu anaruhusiwa kujifananisha na Chama, yani hiyo inaruhusiwa bila mashaka ya aina yoyote, lakini ni kosa kubwa la adhabu ya kifo kumfananisha Chama na watu wengine wa hapa katika ligi ya Tanzania. Hiyo dhambi yake haisameheki. Kwa hiyo wao ni ruksa kuendelea kujitamanisha, kuendelea kujifananisha, kuendelea kujikurubisha. Unajua mimi naweza nikajifananisha na Mohamed Dewji, inaruhusiwa kabisa, lakini Mohamed Dewji kufananishwa mimi, yani Mohamed Dewji kujifananisha na mimi, ndio kitu ambavyo are we together? Hapo kuna wafadhali, ni kama tunaelewa mnaelewa kwamba Chama kufananisha na Okello ni dhambi. Chama kumfananisha na Okello. Wewe ndo nitakuwa kwanza kukuchinja. Wewe ndo nitakuwa kwanza kukuchinja. Hebu hilo ndio jibu. Haujaelewa. Tunataka tuelewe. Okello kumfananisha na Chama inaruhusiwa, kwa sababu Okello ni kijana mdogo. Ni kijana mdogo. Hiki kiwango alichokuwa nacho hicho Chama alikuwa nacho miaka 10 nyuma. Ilikuwa ni mwaka 2016 Chama ndo anaingia Tanzania, ndo alikuwa na kiwango hiko ambacho wanamuona nacho mtoto wao, hilo miaka 10 nyuma. Hivi sasa Chama unamlinganisha na watu kama wakina Michael Olise, sio bongo tena, wa Bayern Munich. Au ni kurudisha nyuma kidogo, kiwango cha Chama hivi sasa ni kama cha mtu anaitwa Zinedine Zidane. Kiwango cha Chama hivi sasa ni kama alichokuwa nacho Ronaldinho Gaucho, namba 10 hapo tunazungumzia hapo. Kiwango cha Chama hivi sasa kama cha mtu anaitwa Mesut Ozil. Unanielewa Jadu? Huyo ndo Chama unamfananisha na watu hao. Chama kwa lugha nyepesi, Chama hivi sasa unamfananisha na Bruno Fernandes. Usimfananishe Chama na watoto wadogo, ila ni ruhusa mtoto mdogo kujifananisha na Chama. Hiyo inaruhusiwa. Chama ni level nyingine kabisa, ambapo mimi nawaambia ukweli, itaigharimu Tanzania zaidi ya miaka 160 kupata mchezaji wa kaliba ya Chama. 160 miaka kumpata mchezaji walau mwenye ubora wa Chama. Yule sio mchezaji wa kawaida, walau miaka 160 asipatikane. Viumbe kama Chama hawapatikani kirahisi. Species kama zile huwa zinakuja bahati mara moja sana kwa miaka. Sijui mnanielewa. Chama sio kiumbe cha kawaida. Tanzania tunatakiwa tumshukuru Mungu sana kwa kutujalia kuwa na Chama. Dunia inamtamani Chama, dunia inamtaka mtu kama Chama. Huyu Chama nazima timu yoyote pale England kaka. Na mimi nakwambia, mimi ni Arsenal, tungekuwa na Chama sisi tungekosha chukua ubingwa muda mrefu mno msimu huu. Tusingekuwa na haja ya kupiga ramli kusubiri VAR na West Ham. Sisi tungekosha chukua ubingwa zamani kweli kweli, tungekuwa na mtu aina, au tungekuwa na Chama mwenyewe in particular. Ndugu zanguni, Chama huyu sio binadamu wa kawaida, vibaya mno. Unaamini kumpata kwenye miaka 160 na kuja Chama apewe uraia ili vizalia vyake vibaki hapa Tanzania? Kwanza mimi nimpongeze Mheshimiwa Paul Makonda kwa kuona jicho hili ambalo
alizungumza jana la kutaka kumpa uraia Chama, japo naamini kwa mujibu wa sheria ni kwamba hataweza kuitumikia timu ya taifa, lakini ni proud ya kwamba mna Mtanzania aina ya Chama, yani mnajisikia raha kama mimi nimezaliwa kwenye nchi ambayo Chama pia ni nchi yake. Kuna hiyo raha namna kama ambavyo wa Brazil wanajisikia raha kuzaliwa nchi moja na Pele, kama ambavyo Argentina wanajisikia raha kuzaliwa nchi moja na Lionel Messi, ndivyo vivyo hivyo na sisi tutakuja kujisikia raha ya kwamba tumezaliwa nchi ambayo Chama ni raia wake, tofauti na sasa hivi ambavyo tunajisikia aibu kwamba sisi tumezaliwa nchi anaoishi Mohamed Damaro.